Tarehe 1 Julai 2026 TRA itatumika miaka 30 tangu kuanzishwa kwake rasmi tarehe 1 Julai 2026. Katika kuadhimisha, TRA imekuja na kauli mbiu miongo mitatu ya TRA impa kodi shujaa Tanzania inayojitegemea. Katika kipindi hiki cha miaka 30, TRA imekuwa nguzo muhimu ya uchumi wa Tanzania kwa kuhakikisha serikali inapata rasilimali za kifedha zinazowezesha utoaji wa huduma za kijamii na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. TRA imeongeza kwa kiwango kikubwa mapato ya serikali. Mapato haya yamewezesha serikali kujenga shule, hospitali, barabara, reli, viwanja vya ndege, miradi ya maji, miundombinu mingine muhimu kwa maendeleo ya wananchi. Tunaweza kufikia mradi wa Dangote, yote haya ni matokeo makubwa ya ulipaji wa kodi ambayo hii tunaitumia nchi. Hili matumizi ya teknolojia katika usimamizi wa kodi. TRA imeanzisha na kuboresha mifumo mbalimbali ya serikali ikiwemo usajili wa walipa kodi kwa njia ya mtandao, ulipaji wa kodi kwa njia ya elektroniki, utoaji wa risiti za kielektroniki pamoja na mifumo ya forodha inayorahisisha biashara na kuongeza uwazi. Nadhani itakuwa mashahidi mfumo aidha kushirikiana ambao unaendelea shughuli mbalimbali kutoka kwa kufanya kupitia mfumo na uhitaji kutoka ofisi ya TRA. Nadhani naweza kusaidia kusaidia kupata simu kama una namba ya NIDA hauna sababu ya kutoa TRA. Unataka kujua leseni yako ya udereva hauna sababu ya kutoa TRA. Unabadilisha umiliki wa chombo cha gari hauna sababu ya kutoa TRA. Lakini kwamba na sisi bila kuwa elimu na magari mtu anaweza kutumia mfumo. Hiyo tu. Sasa hivi sio kutoa kitu cha elektroniki. Sasa hivi mfumo wetu wa aidha inaweza kuwezesha mtu kutoa kitu pasipo kuhitaji mashine. Tunahitaji kujenga ili tunaendelea. Kwa hiyo kwa sasa tunaendelea na ile changamoto ya mabadiliko ya gharama za maisha. Nadhani ndio tunapaswa kufanya kwa sababu mtu anapohitaji kuwa na kitu kutoka ofisi ya TRA tunamsaidia na anaweza kutoa risiti. Na anaweza hata kama na branch tatu kidogo tunaongeza kwa sababu tunataka mashine na yeye anakuwa na control. Sasa kupitia mifumo nadhani wafanyabiashara wanaweza kaona Elilani anaweza akawa anapokuwa kulipa kodi yake ya nini akipata pesa anaweza kujiona mara moja kutoka kwa. Kwa hiyo niseme kwamba kwenye eneo hili la uwekezaji matumizi ya teknolojia kwa kweli tunapiga hatua kubwa sana na hili linasaidia eneo na niendelee kuhakikisha tu kwamba soko tuendelee kutumia mfumo na tutapunguza kurudi nyingi na tutapunguza changamoto hizi. Tatu, kuongezeka kwa elimu kwa watoto. Katika miaka 30 TRA imeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kulipa kodi na haki na wajibu wa walipa kodi. Hali hii imeongeza mauzo na ulipaji kodi kwa hiari. Matokeo na matunda yote ya performance nzuri ya mamlaka ya mapato katika maswali nchi nzima ya elimu. Tunajua swala la elimu ni swala endelevu, aliyefika mwisho kila kitu kinahitaji elimu. Lakini kwa kweli TRA tunaendelea kuongeza juhudi katika eneo hili na tunaweza kuendelea kuongeza juhudi na kuhakikisha kwamba na elimu ya kodi iweze kuwafikia wadau wote. Kuanzia vijana wadogo, ndio maana tunakuwa na kwapa kama shule, kwapa kama shule. Hii yote ni kwa namna ambavyo tunasema kwamba elimu inafikia jamii yote na makundi yote. Nne, kuimarika kwa mazingira ya biashara. Kupitia maboresho ya huduma, tunahakikisha taratibu za kodi na matumizi ya teknolojia kwa biashara na wawekezaji wameendelea kupata huduma kwa urahisi zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Wafanyabiashara ndio watakuwa wafaidi zaidi. Hata kama sio hivi sasa, ndani ya hivi. Kama una deni ndio utampata tena ufike ili uweze kwenda utaratibu wa kumbania. Lakini kama una changamoto yoyote ya deni, ukiomba msaada yako tu mara moja unapata. Kuongeza mjisiano mkubwa sana kurahisisha shirika la baadhi. Tengenezeni fursa kwa watu wenu ili zile fursa ziwawezeshe kukuza biashara zao, na watakapokuwa ndipo watakapokuwa na uwezo wa kulipa kodi. Lakini inapotokea biashara imekuwa ngumu, ni vyema mkakaa na sisi mkatushauri unakwama wapi. Kama kuna changamoto ambayo ninyi mna uwezo nayo, tusaidieni. Lengo letu sisi sio kuuza biashara, lengo letu sisi ni kukua.
na unapokuwa na faida huwezi kuwa mbishi kwenye kulipa kodi, lakini tunaona mtu anakuwa mbishi hana, na anapokosa ndipo anapofikiria namna ya kukwepa. Yapo tabia ya mtu ni tabia kufanya makosa kwa mtindo wa adabu na ogopo, sababu hata ukiishi kwa kupelekea kuuza pombe katika siku watu wataokoa, biashara pombe itakuwa na tukitegemea sana kufanya mapango kwa mtindo wa adhabu. Tafsiri yake watu wakiamua kuacha kufanya makosa, malengo haya tunayofikia leo yatakuwa hayaji. Kwa hiyo njia sahihi na nzuri sana mimi kwangu, kwa mtazamo wangu, ni ile ambayo tunakusanya mapato kwa njia halali, kwa njia sahihi. Mfanyabiashara anaridhika na wewe mamlaka unapata unachotaka kupata. Sasa hivi kwa kwani malalamiko kwa kiasi kikubwa yalikuwa sana, ni kwa sababu mnafika, mnajadiliana, mnaridhiana na mnakwenda kulipa kodi. Kwa maana unakuta sasa njia ukuaji imekuwa kubwa katika kujenga mahusiano bora na wafanyabiashara. Basi usisahau pia katika kundi la maafisa wa serikali, unapokwenda kufanya maadhimisho ya miaka 30 ya TRA, maana yake pia katika kukua kwa sekta hiyo, usisahau pia maafisa wa usafirishaji wanachangia kwa namna moja ama nyingine katika kuhakikisha sekta hiyo inakuwa. Sasa sio mbaya kama ikikupendeza, Mheshimiwa Meneja, ukachukua fursa hiyo kuandaa hata bonanza kwa ajili ya kuleta mahusiano bora baina ya TRA na maafisa wa usafirishaji katika wilaya hii ya Dar. Lakini vile vile zipo sehemu ambazo si rafiki katika utekelezaji wa majukumu yetu ya kazi, hususani hapo kamati ya eneo la Mataa. Maafisa wa usafirishaji hawa huwalisia kabisa eneo lao la kazi wanapofanyia kazi yao sio rahisi. Inaweza ikasaidia pia kutenda baadhi ya watu kwa ajali za kufa au kuingia katika madhara tofauti ya dunia. Kwa hiyo sasa tunarudisha pia shukurani kwa mlipa kodi, pia hilo nalo Mheshimiwa Meneja alifanyia kazi, ndio nikakusaidia zaidi kwa ajili ya kuboresha shughuli zako na kukamilisha nuru pia kwa Mwenyezi Mungu. Akajua kwamba huyu bwana alipo hapa wapo watu ambao wanawashika mkono na wanawawezesha kutoka katika namna moja kwenda namna nyingine. Lakini pia sisi kama maafisa wa usafirishaji ndio wadau wakubwa sana ili tuzungumze hivyo, sababu unapokwenda kununua pikipiki unalipa kodi, kwenda kununua spare unalipa kodi, unapokwenda kuweka mafuta kila siku hili unalipa kodi. Tafsiri yake sekta hii sekta ambayo inalipa kodi kwa namna moja au nyingine kwa kiasi kikubwa. Mheshimiwa Meneja, karibu Pwani, lakini pia karibu Dar. Dar inasaidia takriban madereva 7,700 wanaoendesha pikipiki. Tafsiri yake hawa watu wanachangia kwa kiasi kikubwa katika pato la taifa. Mheshimiwa, serikali ifanyie kazi kwa ushauri, na Mungu atakuwa pamoja na wewe.